Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Karibu mtazamaji katika kipindi cha elimu na uongofu, kipindi ambacho kinakujia kwa ajili ya maarifa mbalimbali, ukumbusho wa mada mbalimbali, lengo na madhumuni ili tuweze kupata kujifunza. Na leo tunaye ustadh maalum kabisa ambaye anatujia na mada muhimu kabisa, nayo si mada nyingine isipokuwa ni mada ya kufata hatua za sheitani, athari za kufata hatua za sheitani. Ni zipi hatua za sheitani? Ungana nami Ustadh Musa, lakini tutakuwa naye mgeni ambaye nampa nafasi aweze kujitambulisha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi faddala bani adama bil ilmi wal alam ala jami'il alami wa ala alihi wa sahbihi Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Ama ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutukaribisha, kwa kutuweka sehemu moja katika chaneli hii tukufu, chaneli ya Rabta TV. Lakini pia napenda kumshukuru Al-Habibi Musa ambaye amenikaribisha katika hii channel ambayo tupo katika uendelevu wa elimu na uongofu. Kwa hivyo na mimi niseme nipo pamoja nanyi katika kipindi hichi mpaka mwisho. Asante sana Al-Habibi Musa. Naam Ustadh Habibi, unaweza kutueleza maana ya hatua za sheitani? Inawezekana mtazamaji ambaye anatufuatilia akawa afahamu nini hatua za sheitani, ni jambo gani? Karibu. Asante sana Al-Habibi Musa. Tunaposema hatua za sheitani tunakusudia moja kwa moja aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nur aya 21. A'udhu billahi minash shaitani rajim, pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan wa man yattabi' khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema enyi ambao kwamba tayari mmekwishaamini, msifuate nyayo ama hatua za sheitani. Anasema wa man yattabi' khutuwati shaitan, na yule ambaye ataifuata hatua zile za sheitani, fa innahu, kwani hakika si vinginevyo huyu sheitani, ya'muru bil fahsha'i wal munkar, anaamrisha katika mambo machafu lakini mambo ambayo yanakera, mambo mabaya. Hivyo aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha sisi ya kwamba sheitani huyu ili kumpelekea mtu katika madhambi makubwa, basi huanza taratibu. Maana kuna hatua ndogo ndogo ambazo anazichukua kumshawishi mwanadamu kuingia katika madhambi makubwa. Kwa mfano kawaida, unaweza kaingia katika mazungumzo ya kawaida yalikuwa malaini, ambayo siku zote pengine unasema yanakuwa hayampelekei mtu katika makosa, au mtu anaweza kafanya akasema pengine maana yake hichi nilichofanya pengine hakina madhara makubwa kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa kule kufanya kidogo kidogo, ile kidogo kidogo inampelekea moja kwa moja katika kutekeleza yale ambayo sheitani ameyakusudia kumpeleka huyu katika yale machafu ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na wala hayaridhii. Mashaallah. Umezungumzia hapo kuhusu swala zima la madhambi makubwa. Tunafahamu kuwa kuna madhambi makubwa na madogo. Je, haya madhambi madogo chanzo kikubwa anayepelekea kuyafanya hayo madogo ili kuyafikia hayo makubwa ni huyo sheitani, au ni sababu zipi, ni zipi njia? Tutaposema kuelekea katika madhambi makubwa, kawaida hata mtu anataka kutengeneza kitu, kwa mfano hata nyumba, leo lazima aanze na msingi. Ili uanze na msingi ndio unakwenda kupata power ya nyumba. Sasa sheitani huyu namna anapokuwa anaanza, anamchukulia mtu, kwa mfano ndio nikasema, kwa mfano maneno, mazungumzo yakawa madogo madogo, mazungumzo ambayo yanampelekea moja kwa moja mtu kwenda kushiriki madhambi makubwa. Kwa mfano leo hata wewe, au tuchukulie kipindi cha Bwana Mtume sasa, alikuwa yeye watu wa Maka walikuwa wameshiba, yani watu ambao walikuwa wameshikamana na pombe haswa, lakini Bwana Mtume sasa alichukua hatua ya taratibu kwa ajili ya kuwatoa kule katika pombe na kuwarudisha huku katika imani iliyokuwa thabiti. Kwa hivyo hata sheitani ili kukupelekea katika madhambi yalikuwa makubwa, basi anakuanzia taratibu, kwa maana madhambi madogo madogo ambayo moja kwa moja wewe pasina ya kutarajia unakuwa unaingia katika madhambi makubwa ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na wala hayaridhii. Mashaallah. Lakini vile vile tunasikia kwa mashekhe mbalimbali pia wanazungumzia kuwa nafsi huwa ina athari katika kumpelekea mtu kufanya hayo maasi. Je, athari ama nafsi ina athari zipi
katika kumpelekea mtu kufanya hayo maovu. Ni kama Mwenyezi Mungu aliposema katika Qur'ani kwamba nafsi inamwamrisha mtu kufanya yale yaliokuwa machafu, mabaya ambayo hampendezi Mwenyezi Mungu na wala hayaridhi. Kwa hivyo kikubwa ni nini? Ni kwamba ili kuepukana na hayo, kwa maana usichukue ile hatua za shetani kuelekea katika madhambi. Kwanza kwa sababu kuna ile wanasema hata kwenye Kiswahili, mazoea hujenga tabia. Maana yake usijizoeshe na kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi na haridhi. Na hii inampelekea mtu ambaye pengine katika maisha yake pengine kuna mtu ambaye amesema pengine huyu ni rafiki yangu, akasema mimi nakuwa na rafiki wa namna hii. Sasa rafiki yule pengine ndo kidogo kidogo katika namna taratibu kama ambavyo tumekwisha sema, inampelekea moja kwa moja kupitia yule rafiki anakuwa anaingia katika madhambi. Hivyo ili sasa mtu aepukane na hayo kuelekea katika madhambi, maana yake ni kushikamana na yale Mwenyezi Mungu anayependa na kuridhia. Pengine ni kwa sababu imekuwa si mawazoea yako katika kuswali, pengine swala ya asubuhi huna utaratibu huo, ama huna mazoea hayo ya kwenda kupata sunna kabla swala ya asubuhi, lakini ukawa umejizoesha. Baada ya kufanya vile, maana yake itafika wakati utakuwa huwezi tena kuacha, kwa sababu ishakuwa ndo ushajiwekea mazoea, lakini mwisho wa siku umejijengea tabia kwa ajili ya kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anapenda na kuridhia. Kwa hivyo huyu shetani, namna kumuepuka maana yake ni kuhakikisha yale sehemu zile ambazo Mwenyezi Mungu hazipendi wala haziridhii, ni kujiepusha na kushikamana na yale Mwenyezi Mungu anapenda na anayoridhia, hata kama ni kidogo kidogo, ili mradi yatakupelekea katika kusimama katika imani iliyo thabiti. Naam, mashaallah. Umezungumzia hapo kuhusu kutafuta marafiki ambao ni wazuri, ambao itakuwa ni chanzo cha wewe kupelekea kuyaepuka yale maovu. Sasa katika Uislamu tunafahamu kuwa Uislamu unatufundisha kuishi na watu vizuri. Hili unalizungumziaje kuhusu kuchagua marafiki na kuishi na watu vizuri? Je, hao watu wabaya watapata athari vipi ili kuweza kuepuka yale maovu? Na maana wao wanapaswa kutelekezwa tu na kuachwa, au ndio kwanza tuwakimbilie? Hapana, ukisema hawa marafiki walikuwa sio wazuri, ukisema tunawatelekeza, inakuwa pia tunafanya makosa, kwa sababu tuna namna nzuri sisi ya kukaa na watu kuhakikisha tunawarudisha katika njia ili wakae sawa sawa. Kwa hivyo pengine inawezekana mtu ameshaishikamana na yale yalikuwa mabaya ambayo Mwenyezi Mungu hayapenda wala haridhi. Kwa hivyo unatafuta namna kwa ajili ya kumvuta. Kwa mfano kuna bwana mmoja ambaye yeye alikuwa ana utaratibu yeye kutokuswali katika msikiti uliokuwa jirani na yeye, lakini mwisho wa siku wale mashehe walitumia busara kubwa na hekima kwa ajili ya kutaka kumrudisha huyu, kwa sababu alikuwa haswali. Watu walikuwa wanachukulia pengine alikuwa anaswali katika msikiti uliokuwa wa mbali, lakini kumbe alikuwa haswali kabisa. Kwa hiyo wale walitumia akili ya kawaida tu kumrudisha, na wakamwambia kwamba bwana, tumesikia, tumepata habari zako ya kwamba wewe unakwenda kuswali msikiti wa mbali na wakati kuna msikiti uliopo jirani mwako. Kwa hivyo yule bwana akatambua kwamba pengine kumbe hawa wanajua mimi ninaswali. Sasa kupitia kauli ya busara ambayo mashehe walitumia, ndio ikamfanya yule bwana akarejea na akawa anaendelea kuswali kwa kawaida. Kwa hiyo kuna namna nyingi ambazo ni nzuri pia za kuwarudisha wale ambao tayari wamekwisha potea, maana yake ambao wameshashikamana na zile hatua za shetani mpaka mwisho wa siku wamekuwa masugu. Kwa hivyo tutafute namna ilikuwa nzuri kwa ajili ya kuwarejesha, kama ambavyo wametumia busara wa mashehe kumrudisha huyu bwana ambaye alikuwa akijihisi pengine anaswali katika msikiti mbali, kumbe alikuwa hatekelezi katika ibada za swala. Naam, mashaallah. Na mtazamaji, bila shaka ameweza kusikia hapo kutoka kwa mwalimu wetu, Mwalimu Habibu, anatuelezea namna gani ya kuweza kuepukana na hizi hatua za sheitani ambazo ni tabia za ovyo ama maasi au matendo yale ambayo asiyoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala kuyaridhia. Lakini vile vile Ustadhi Habibu, ipo tabia sasa hivi ambayo ndio zama za teknolojia tunaita. Hizi simu na baadhi ya vitu mbalimbali vinaweza kuwa ni vichochezi vya kupelekea watu kufuata hatua za sheitani. Pia inaweza kuwa ni hatua mojawapo ya kuwaingiza watu katika yale ambayo Ibilisi laanatullah anayataka. Kwa sababu utumiaji wa kila kitu huwa inataka namna gani wewe unatumia. Kwa sababu ukitumia kwa namna ile ambayo unaitaka, kwa mfano ukiperuzi kwenye Facebook, watu wengi nadhani wanakuwa wanatambua zaidi ya kwamba unakuwa unaperuzi kuna kitu fulani wewe unapenda, na kila unapoperuzi inakuwa inakuja ile, huwa inajirudia, maana yake mwisho wa siku wewe unakuwa pia ni sugu, maana yake tayari ushaingia katika kikundi kile, yani kama vile umeshakuwa mwanachama. Kwa hivyo kupitia hii mitandao ya kijamii
unaweza ukawa umejiweka sawa kwa ajili ya kuendelea kuyafanya yale Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia. Lakini kupitia mitandao pia, namna ya utumiaji wako wewe mwenyewe ndio utakufanya utakuwa unaingia moja kwa moja katika yale ambayo Ibilisi yeye anayataka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu pia atulinde katika hilo na tubaki katika njia ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda na kuiridhia. Mashaallah. Mashaallah, vile vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi anasema tu'radu alfitanu ala alqulubi kalhasiri udan udan, kwamba zitafika zama fitna zitakuwa zitatapakaa katika jamii, katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo na ule moyo ambao utakaoruhusu kuzimeza zile fitna, basi utakuwa unaota doa nyeusi taratibu, doa nyeusi. Sasa Ustadhi Habibu, unawashauri vipi vijana wenzetu katika jamii ambao wamejiendekeza katika tabia mbalimbali, inawezekana pale makazini kwao, vile vile wakiwa faragha au mitaani kwao, pale ambapo wanakutana, kipi wafanye ili kuepukana na kufuata hizi hatua za sheitani? Kwanza sisi waumini wa Kiislamu, cha kwanza tunakuwa tunafuata kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale kusema iyyakum wa muhaqqirati dhunubi, yani tujiepushe na yale kudharau madhambi yalikuwa madogo madogo, kama ambavyo tumetangulia kusema ya kwamba hizi hatua ndogo ndogo huwa zina nyepesi sana kumpelekea mtu katika madhambi makubwa. Kwa hivyo Mtume anatuepusha, anasema ya kwamba iyyakum wa muhaqqiratu dhunubi. Lakini pia Bwana Mtume katika hadithi nyingine akasema la tahqiranna minadh-dhunubi shay'an, yani usidharau katika madhambi chochote hata kama kidogo namna gani. Lakini pia akasema wala tahqiranna minal ma'rufi shay'an, wala usidharau katika jambo jema hata kama ni kidogo namna gani. Kwa hivyo hata ukisoma katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu pia anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa hivyo kikubwa ni nini? Chochote hata kama ni kidogo namna gani, kama Mwenyezi Mungu alivyosema katika Qur'ani, hata kama udugu wa sisimizi, mdudu chungu, ili mradi ni jambo lilokuwa baya, Mwenyezi Mungu apenda wala haridhii, basi itakuwa utaiona. Na vile vile ikiwa ni jambo jema, hata kama ni dogo namna gani, tayari mizani imeshawekwa. Kwa hivyo kikubwa ni sisi kuhakikisha tunajitahidi kuepukana na yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na wala hayaridhii, lakini pia kuishikamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu anapenda na kuyaridhia. Mashaallah, shukrani sana. Na bila shaka mtazamaji wa kipindi cha Elimu na Uongofu, tumeweza kupata faida nyingi sana kutoka kwa ustadhi wetu Muallim Habibu. Ameweza kutupa faida juu ya swala zima la kuepukana na hizi hatua za sheitani. Swali la kumalizia, Ustadh Habib, tunamsaidiaje yule ambaye tayari ameshazama katika hizo hatua za sheitani na hawezi kuchomoka? Mtu kama huyo asaidiwe vipi ili aweze kuchomoka katika athari hiyo? Kikubwa ni kwamba kwanza tusimchoke mtu ambaye tayari ameshadumbukia katika madhambi, hata kama ni mlevi namna gani. Lakini sisi tuna njia nyingi ambazo hata Bwana Mtume sasa yeye pia alitumia katika kuhakikisha wale ambao tayari washatumbukia kule na kuwatoa, ambapo kama tulitangulia kusema kuhusiana na hao watu ambao walikuwa tayari wameshashikamana na pombe. Lakini Bwana Mtume alianza kuwatoa taratibu, kumuachisha na kile ambacho nakifanya taratibu, hatua kwa hatua, kama ambavyo tumesema Mwenyezi Mungu amesema kule tusifuati hatua za sheitani, ambazo sheitani anakupeleka mdogo mdogo mpaka unaingia katika madhambi makubwa. Hivyo na sisi wale ambao tayari wameshakwisha atumbukia katika madhambi, basi tuwavute kwa namna ilikuwa nzuri ya taratibu, kwa upole, mwisho wa siku na kurudisha katika njia ambayo Mwenyezi Mungu anapenda na kuiridhia. Mashaallah, shukrani sana kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki na kusihi tu pale wito ambapo tutakapokuita kwa mara nyingine, basi ujiungana nasi. Nashukuru sana. Lakini vile vile nikushukuru mtazamaji ambaye umeendelea kuungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati. Kupitia mada ya siku ya leo tumeweza kupata faida kubwa sana, na nimalizie kwa kusema inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan, hakika shaytani kwenu nyinyi ni adui, basi mfanyeni kuwa ni adui. Kama ambavyo ustadhi wetu Habibu alivyotueleza hapa, tuepukane na kufuata hatua za sheitani. Kwa hivyo basi mtazamaji, usisahau kusubscribe channel yetu ya Rapta TV, lakini kushare, kucomment. Kama kutakuwa kuna swali, basi utaandika hapo katika comment section kuweza kuuliza na utajibiwa na walimu zetu hawa ambao wanaweza kuhudhuria katika vipindi hivi. Ulikuwa nami Al-Habib Musa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.